Na mtazamaji wa channel ya Biomedia, karibu tena tuangazie makubwa ambayo yameweza kujiri katika ulimwengu wa habari na burudani. Leo tunamwangazia CEO pale Konde Gang Music Award, Harmonize, ambaye anafunguka issue ya Ibra kujiunga na WCB Wasafi ya Diamond Platnumz. Kumbe anachangamsha tu genge, hakuna kitu. Noma sana. Bana, aliyekuwa mwanamuziki wa Konde Music Worldwide kwa takribani miaka 5, Ibra bwana, za chini mambo yanavyosemekana, mambo yalivyokuwa yanaonekana kuna mitandao ya kijamii, kumbe ndivyo sivyo. Ameachia wimbo wake wa 4 ambao unakwenda kwa jina la Beche tangu alipoachana na lebo hiyo ambayo inamilikiwa na Harmonize mnamo mwezi Mei. Na katika kutangaza wimbo huu kupitia mahojiano mbalimbali na radio pamoja na mitandao, Ibra amekuwa akitupa lawama kwa Konde Music kwa madai kwamba kuna sehemu hawakuwajibika ipasavyo. Lakini moja ya madai hayo ni kwamba nyimbo zake nyingi hazikutoka kwa wakati, na hata baadhi ya video zake pia hazikufanya kwa viwango vikubwa, kiwango kile ambacho alikuwa kinahitajika, huku bosi wake ambaye alikuwa ni Harmonize akiachia mfululizo wa kazi. Lakini pia madai haya yana ukweli kiasi gani? Ibra anataka tu kuchangamsha genge ili kupata huruma ya mashabiki. Itakumbuka bwana, Harmonize alitangaza kufungua Konde Music hapo mwezi Oktoba mwaka 2019, mwezi wa 10, muda mfupi tu tangu kuachana na WCB Wasafi ya kwake Diamond Platnumz, na kufikia Aprili 11, 2020 Konde Music tayari walikuwa wamekwisha kumtambulisha Ibra. Na ikiwa kama msanii wa kwanza chini ya Konde Music, Ibra alitambulishwa na extended playlist kwa maana ya EP ya kwake ya Steps 2020 yenye nyimbo 5, huku akiwashirikisha Harmonize. Tulimwona pia Joboy na CKB, wote kutokea nchini Nigeria. Lakini pia moja ya nyimbo za EP hiyo ni One Night Stand ambayo alimshirikisha Harmonize, uliofanya vizuri hadi mwishoni mwa mwaka 2020. Video yake pia ilishika nafasi ya 8 katika orodha ya ngoma za Bongo Flava ambazo zilifanya poa sana mjini YouTube. Lakini pia hata hivyo, video hiyo ilianza kuleta mashaka kuhusu wawili hao, sababu ni kwamba wimbo ni wa Ibra, lakini video ikawekwa katika chaneli za YouTube ya kwake Harmonize, sio Ibra. Jawari. Lakini pia mashabiki wakajiuliza, mbona collab za Harmonize akiwa na WCB Wasafi Diamond Platnumz za kufanya kitu kama hicho? Au Harmonize na wasiwasi na Ibra kuwa kuna siku atamgeuka? Ndipo ilivyokuja kuwa jamani. Mnamo Mei 2025 Ibra alipoamua kuachana na Konde Music, akiwa ni msanii wa mwisho kufanya hivyo baada ya Country Wiz, Chid pamoja na Kelly na Angela. Ilitambulika kwamba hadi anaondoka Konde Music, Ibra alikuwa ameshirikiana na Harmonize katika nyimbo ya One Night Stand 2020, Addiction 2021, Mdomo 2022, Tunapendezana 2023 pamoja na Dharau 2024. Nyimbo zote hizo pia video zake zimetoka na kufanya poa sana. Mathalani wimbo Dharau imeshatazamwa YouTube zaidi ya mara milioni 28, ikiwa ndio video ya Ibra yenye namba nyingi katika mtandao huo wa YouTube. Hivyo hii ni wazi kwamba Harmonize alifanya kazi kubwa sana kwa Ibra, na sio kwa udogo huo kama mwanamuziki huyo anavyotaka ionekane katika mfululizo wa mahojiano ambayo anafanya kwa sasa na vyombo vya habari. Chini ya lebo hiyo pia Ibra aliweza kutoa EP 4, Steps 2020, Karata 3 2021, Air Piano 2024 pamoja na Love Season 2025 pamoja na album moja ya The King of New School 2022. Na ndiye msanii pekee ambaye alitoa EP nyingi chini ya lebo hiyo, na pia msanii pekee ambaye aliweza kutoa album. Wenzake wote ambao walitoa EP moja, na wengine hadi wanaondoka kupata hata hiyo EP moja, Sembose album. Bana, albamu yake ina nyimbo 17 na kuwashirikisha Maudi Elka, Christian Bella, Waje, lakini pia yuko Roberto na Bracket. Kama sio Konde Music, ni wazi kwamba ingekuwa ngumu kwake Ibra kuwashirikisha wasanii hao wakubwa, hasa Maudi Elka pamoja na Joboy aliyesikika katika EP ya kwanza. Lakini pia EP zote pamoja na album zote zina nyimbo jumla 32, na kwa jumla Ibra alitoa nyimbo zaidi ya 50 ndani ya miaka yake 5 chini ya Konde Music, ikiwa ni wastani wa nyimbo 10 kila mwaka. Hivyo basi madai ya nyimbo zake kucheleweshwa kwa kiasi kwamba yanakosa nguvu, labda kuna jingine nyuma ya pazia ambalo watu lifahamu.
halijaweka wazi, lakini tunafahamu mwaka 2023 alisuasua kidogo ile yeye pamoja na lebo walidai kwamba kuna kampuni ya usambazaji muziki ya kidigitali ndio ilikuwa inawachelewesha pamoja na kushikilia malipo ya kazi zao, ili baadaye mambo yalionekana kuwa sawa. Lakini kwa mujibu wa Ibra, sasa yeye alikuwa akiuza CD za nyimbo mtaani, aliposikia Harmonize amefungua lebo akaanza kusaka nafasi hiyo, hadi akakutana na aliyekuwa mtayarishaji wa Harmonize Bonga. Bonga alivutiwa pia na uwezo wa kile alichokuwa anafanya Ibra, ila akamshauri akarekodi hata wimbo mmoja. Kazi aliyorekodi kachukuliwa na DJ Sylvan, pamoja na kwamba ilichukuliwa akapelekwa kwa Harmonize ambaye aliona kipaji chake na kuamua kumsaini Konde Music. Kwa mujibu wa aliyewahi kuwa bosi wake mzee mzima Harmonize, Konde Boy amevunja ukimya sasa na amefunguka issue ya msanii wake kujiunga na WCB Wasafi ya aliyewahi pia kuwa bosi wake wa zamani mzee mzima Diamond Platnumz. Na kwa mujibu wa Harmonize amedai kwamba lawama zote mitandaoni anazisikia na hana muda wa kuziwekea manani wala kuzifuatilia. Kwa kweli yeye yuko busy kwa sasa. Alipoulizwa na mwandishi wa habari kuhusiana na Ibra kujiunga na WCB Wasafi, yeye kama aliyewahi kuwa bosi wake anampa baraka gani za kujiunga na aliyekuwa pia bosi wake wa Harmonize wa zamani. Harmonize bana aliweza kujibu kwa kusema kuwa sasa hana msanii yote na hawezi kuingilia maisha ya mtu kwenye maamuzi yake. Kiukweli hana mkataba na msanii yote kwa sasa, so wasio wanamhusisha kwenye mambo yasio na muhimu ambayo yanaonekana hayamhusu. Anamaliza kwa kuongea Harmonize katika hiyo interview ambayo alifanya na vyombo vya habari. Na nikuulize mtazamaji wa Biomedia, nini maoni yako katika hili? Unadhani Harmonize atapendezwa kweli endapo Ibra atajiunga na Diamond Platnumz kupitia WCB Wasafi ambaye alikuwa ni adui yake mkubwa na aliwahi pia kuwa bosi wake? Tandika maoni yako na mimi nitazokupitia next video nzuri kabisa. Bye bye, uwe na wakati mwema.